kolonde lishtekele oshkataya stodush telete kestonta ikalato tedento staita loshika lobente stezo sapa zetendo razis kete labush lebredeshia unta staina ferenendo satikle dedosh taita taramando seke pekete sedia. Mtakaponitafuta kwa bidii mtaniona. Nitakuwepo kwa ajili ya kuwapa neema yangu mwaka huu. Niko pamoja nanyi ili kuwawezesha. Niko pamoja nanyi ili kuwavusha. Mahali nilipokwama nitawapa neema ya kuvuka. Nitakuwepo ili kuwaongoza. Nitakuwepo ili kuwatangulia. Baba, nakushukuru kwa sababu ya uwepo wako. Naomba nitumie kama chombo, nipake mafuta, niweze kusema kama inavyonipasa kusema. Asante kwa somo ulionipa. Naomba watu wako waweze kupokea kwa neema ya huduma ya ualimu wa Roho Mtakatifu. Asante kwa uwepo wako. Kwa jina la Yesu naomba. Amen. 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 Bado tunaendelea kujifunza. Kuna mambo mengi ambayo tumejifunza. Sasa leo ni sehemu ya vile nilivyojifunza katika hii miaka 46 ya kutembea pamoja na Bwana. Kwa kichwa cha somo, vitu 12 ambavyo nimejifunza katika huduma kama mchungaji. Kwa hiyo vitu 12. 12 things I've learned in ministry as a pastor. Ni vitu vingi ambavyo nimejifunza kama mchungaji, kama muamini, na nimeona niweze kuwashirikisha, na vingine vinahitaji masomo yanayojitegemea. Jambo la kwanza, kiwango chako cha kufanikiwa katika ushauri kimsingi kinategemea kiwango chako cha maarifa kama mshauri. Kiwango chako cha kufanikiwa katika ushauri kimsingi kinategemea kiwango chako cha maarifa ulionayo. Ukiwa mchungaji, watu wanakuja na matatizo mbalimbali, kuhitaji ushauri, kuhitaji counseling. Sasa kiwango chako cha kuwasaidia watu wanaohitaji ushauri kinategemea na maarifa ulionayo. Sio, mnanielewa? Kuna tofauti kati ya maarifa alionayo nesi na maarifa alionayo daktari. Elimu zao ziko tofauti. Na vitu ambavyo nesi anaanza na yeye akatoa dawa akashauri, lakini si kama daktari. Nyingine kwa sababu ya uzoefu alionao. Sasa daktari wanasoma karibu miaka 5. Medical assistant miaka 3. Manesi ile mwaka mmoja, sijajua wengine miaka 2. Miaka 4. Lakini viwango vya maarifa wanayopewa madaktari ni tofauti na manesi. Daktari unapomwendea anakusikiliza dalili za ugonjwa ulionazo, afu anaanza kukwambia hii sio kifua cha kawaida, hiki ni kifua kikuu. Na baadaye anaanza kupima, labda anasema kapima makozi, na baadaye anakuja kusema hii sio kifua cha kawaida.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpendwa mmoja alikuwa tatizo la kikohozi. Baadaye aliposafiri kwenda nchi fulani, wakafuatilia kile kikohozi, wakapima makohozi, wakapima sijui na nini, wakakuta ana kikohozi. Bila amehangaika na kikohozi. Lakini huyu ambaye alikuja kugundua, sio nurse wala sio medical assistant, ni daktari mtaalamu. Sio unanielewa? Kwa hiyo tunapofanya ushauri kwa watu, tunahitaji kuwa na uelewa mkubwa ili kuwasaidia. Upana wa uelewa. Wakati mwingine unaweza ukajiona kama unajua, lakini ukikaa katikati ya watu wanaojua ndio unaweza ukajua kwamba hujui. Sijui kama unanielewa. Amen. Mwaka huu nilikuwa Disemba mwaka jana. Sasa ilikuwa mwaka jana, hii ni juzi hapa. Ile mwaka juzi tuseme. Nilisikia moyoni nijiendeleze kidogo kwenye masomo yangu. Nilikuwa tuna bachelor ya Biblical Studies, nikaamua niongeze niwe na masters. Kwa hiyo nikaenda, na huko tulikuwa tunafundishwa na maprofesa. Sasa unapokaa katikati ya maprofesa ndio unaweza kujua kwamba kuna vitu bado hujui. Ule uelewa wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nitapenda nitoe mfano juu ya hili ili kulithibitisha. Kwa tunaangalia kiwango chako cha kufanikiwa katika kuwashauri watu. Kimsingi kinategemea kiwango cha maarifa ulionayo. Kwa mfano, mtu anakuja kuwa na mawazo ya kujiua. Anawaza kujiua. Ana hali ya kukata tamaa. Amekuja kwa ajili ya ushauri. Anawaza mara kwa mara, mawazo ya kujiua yanamfuatilia. Inabidi utafute mzizi wa hili tatizo ni nini. Sasa kwenye uelewa wa ushauri, kwa na upana wa ushauri, uelewa, utagundua huyu mtu ambaye ana mawazo ya kutaka kujiua na mwingine ana hali ya kujikataa. Hajipendi. Maana kuna watu hawajipendi. Na kuna mtu anajipenda. Amen. Amen. Kunaweza kuwa kuna mzizi wa tatizo la roho ya kukataliwa, spirit of rejection. Roho ya kukataliwa inazaa roho ya kujikataa mwenyewe, lakini mtu mwenye roho ya kukataliwa anakuwa na hofu ya kukataliwa, hata kujitoa kwenye mahusiano. Wakati mwingine kuna mshirika mmoja alikuwa na roho ya kukataliwa, alikuja kwenye ibada, akija na kaa nyuma, afa anatazama mambo yanayokwenda. Hata alipoingia kwenye ndoa ikawa shida. Mke wake akawa amwamini. Akitoka kazini anaanza kumnusanusa, aone kama kuna harufu ya mwanamume mwingine ambaye, na ile ndoa haikuendelea, ilivunjika. Ile mzizi mmoja wapo roho ya nini? Roho ya kukataliwa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ni muhimu sana, watumishi wa Mungu, tuwe na uelewa mpana wa kuelewa vitu. Kuna mwingine anakuja na ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo vingine vinaweza kutokana na kuumizwa moyo. Mwingine magonjwa ya mifupa. Mifupa inawaka moto. Kumbuka mama mmoja alikuja kwenye ushauri miaka mingi iliyopita, wakati tunaanza uchungaji. Mifupa yake alikuwa na ule ugonjwa wa rheumatism. Miguu inageuka, inakuwa kao wake unakuwa sio ule wa kawaida, na pinda. Akasimulia, akasema alikuwa na ng'ombe wake kama 70 kule Tabora. Alikuwa anaitwa Mnyamwezi. Sawa, alikuwa Mnyamwezi. Alafu
kukumbusha kwamba mama Mnyamwezi amefariki. Kila mtu akachukua chake katika wale ng'ombe. Kwa hiyo anakuja kusikia ng'ombe wake 70 watu wameshachukua chao. Kwa hiyo kilichotokea, mtu anaumizwa moyo. Sasa kama una elimu hiyo ya uponyaji wa moyo, unaweza kaomba, lakini matokeo yasilihi. Kuna wagonjwa wengine inabidi kuwarudisha kwenye mzizi wa tatizo, asamehe, achilie na ajifunze kujilinda na hiyo roho ya uchungu na kutokusamehe, ili tatizo liweze kuisha. Sijui kama tuko pamoja. Kwa hiyo kiwango chako cha kufanikiwa katika ushauri kimsingi kinategemea na uelewa ulionao. Mtu mwingine anaweza akawa na tatizo la ugonjwa wa hemorrhoid. Ni sehemu ile haja kubwa inatoa damu, inavimba. Kwa hiyo ana tatizo, anakuja anahitaji kumwombea. Lakini pia inabidi uwe na uelewa kwamba hili tatizo limeletwa na nini. Maombi peke yake mnaweza kumwombea akapona pale pale, lakini asipobadilisha namna ya chakula, sababu inawezekana unakula vyakula fulani vinakosekana, matunda, mapapai. Kwa ile sehemu ambayo imevimba inahitaji pia kulindwa, kusaidiwa, ili mmeng'enyo wa chakula usitoe choo kigumu ambacho kinaumiza ile sehemu inayovimba. Wangapi mnanielewa? Kwa hiyo kuna vitu vingine tunahitaji hata elimu zingine za nani, kujua mzizi wa hili tatizo ni nini, ili umsaidie. Hata unapoomba uombe vizuri. Kwa nini unaombea ugonjwa wa kisukari? Lakini ujue kiungo kinachohusika na tatizo la kisukari ni kongosho. Kwa hiyo unalenga kwenye lile tatizo. Kwa hiyo kiwango chako cha kuwasaidia watu kinategemea na uelewa wako ulionao. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Malaki 2 mstari wa 7. Malaki 2 na ule mstari wa 7. Biblia hapa inatuhusia, inasema, kwa maana yapasa midomo ya kuhani ihifadhi maarifa, tena yawapasa watu kuitafuta sheria kinywani mwake, kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Mjumbe wa Bwana wa majeshi. Kwa hiyo wewe ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Matatizo mengine watu wanahitaji kuelimishwa, neno linasemaje kwenye hilo tatizo. Kwa hiyo midomo yako, kinachotoka hapa mdomoni kinategemea na kilichoingia. Usipojilisha, usipokula neno sawa sawa, neno haliwezi kutoka sawa sawa. Na Kolosai 3:16 inasema neno la Kristo na lijae kwa wingi ndani yenu. Kwenye kitabu cha nafikiri Mathayo 18 mstari 34 anasema bwana wake akaghadhabika, akampeleka kwa watesaji. Yule ambaye hakumsamehe mdeni wake akapelekwa kwa watesaji. Kwa hiyo mtu asiposamehe, mlango unafunguliwa, watesaji ambao ni mapepo ya udhaifu yanapata nafasi ya kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna
Kuna dada juzi amekuja kwenye ushauri, kamsikiliza, anasema alikaa na mwanaume miaka 7, amezaa naye watoto 2, alikuwa ameokoka, alafu mwanaume mwenyewe alikuwa hajaokoka. Baadaye mambo ya kwenda vizuri, anasema sasa hivi apate hata mwanaume, hamna mwanaume ambaye anamtafuta kwa ajili ya kumwoa. Kwa amekuja kwa ajili ya ushauri. Kwa hiyo wakati mwingine kwenye mahusiano inabidi kujua chanzo cha shida ni nini. Kwanza yeye mwenye msingi ambao alijenga sio mzuri. Ameingia kwenye ndoa na mwanaume ambaye hajaokoka wakati yeye ameokoka. Katika Wakorintho wa kwanza 7:39 anasema mwanamke aliyefiwa na mumewe yu huru kuolewa na mwanaume amtakaye, lakini mwishoni namalizia katika Bwana tu. Maana huyu unayetaka kuoana naye awe naye katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tulipofuatilia tukaona pia kuna dalili za jini mahaba. Mtu anapokuwa na jini mahaba alipendi ndoa, linafukuza. Kama ni dada anataka kuolewa, wanaume wanakimbia. Kwa hiyo kiwango cha kuwasaidia watu kinategemea na uelewa wako ulionao. Wako watu wengine wanakuja kwa ajili ya ushauri, shida zao ziko kwenye majina. Ana jina la kurithi. Juzi hapo kwa kuna mshauri mmoja kaonekana na jina la kurithi kutoka kwa bibi. Sasa majina ya kurithi hayapendi mafanikio, yanaleta roho za mizimu. Roho za mizimu zinaleta roho za maskini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama naeleweka. Amen. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na uelewa mpana tunapowashauri watu. Kwa vile madaktari wanapokuwa na uelewa mpana wa kujua magonjwa mbalimbali, ndio wanapata uwezo wa kuwasaidia watu. Wale muhimu sana sana. Kwa mfano kwenye utasa, watu wanaohitaji kupata watoto, kwenye uzoefu wangu mojawapo nimegundua mtu ambaye yuko ameingia kwenye ndoa, wazazi bado kuna mambo hayajakamilika, mahali haijatolewa, ile shida ya uzazi inatokea. Lakini mwingine kwenye shida ya uzazi inaweza ikatokana na jini mahaba. Mtu anayeota ndoto za mapenzi, dalili za jini mahaba. Na jini mahaba alipendi ndoa, alipendi pia mtu apate uzao. Lakini mwingine naweza kawa ni laana ya kifamilia. Kwa nakumbuka kwenye ushauri, wazazi wake huyo mpendwa walipata shida ya uzazi, mpaka yeye anakuja kuzaliwa kulikuwa na shida ya uzazi, na yeye alipoingia kwenye ndoa kwa kuna shida ya uzao. Lakini baadaye akaja akapenda. Kwa hiyo ni roho za kifamilia, family spirits. Lakini mwingine ni laana. Laana ni mkataba unaomtakia mtu mabaya. Kwa hiyo mkataba inabidi uvunjwe na mapepo ya utasa yaachiliwe. Lakini mwingine anaanza kuwa na tatizo la uzazi kwa sababu labda akiwa binti akapata mimba. Alipopata mimba akaenda kuitoa mimba. Sasa abortion inaleta spirit of death. Kutoa mimba kunaleta roho ya mauti. Na mimba hazikai kwenye tumbo ambao kuna roho za mauti. Kwa tunapowashauri watu tunahitaji uelewa mpana.
na imani point yangu hiyo ya kwanza imeeleweka katika yale mambo ambayo nimejifunza. Kwa hiyo kiwango cha kuwasaidia watu, kiwango cha mafanikio katika ushauri kinategemea na uelewa ulionao. Na ndio maana ni muhimu sana kusoma vitabu mbalimbali. Unapata uelewa wa kuweza kuwasaidia watu. Naenda namba 2. Kufanikiwa katika huduma kunaanzia na kujua kusudi lako na karama zako. Kufanikiwa katika huduma, success in ministry begins with knowing your purpose and gifts. Wewe ambao unatafuta kufanikiwa kwenye huduma, wakati mwingine kuna watu ambao wanataka kujitambua kwenye vyeo. Wanataka kujitambua kwenye cheo cha mchungaji, cheo cha uzee wa kanisa, lakini matunda ya kile cheo yasiendane na kile kinachotakiwa. Ili ufanikiwe kwenye huduma lazima ujitambue wewe ni nani. Na Mungu amekuitia nini? Mungu ameweka nini ndani yako? Wote tunaweza kuitwa wachungaji. Tunaweza kuitwa maaskofu. Lakini wewe kama askofu, who are you? Ni nani? Matamka hiyo who are you? Kumbuka kwenye mtandao. Sasa wewe ni nani? Hiyo ndio swali la msingi. Ujitambue wewe ni nani. Usijifiche kwenye uchungaji. Hata kama pia ni mchungaji, lakini who are you? Wewe ni nani? Hapa tuangalie mfano. Kwenye waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 2 mstari wa 7. Nami kwa ajili ya huo naliwekwa niwe mhubiri na mtume, nasema kweli, sisemi uongo, mwalimu wa mataifa katika imani na kweli. Na aliwekwa, nataja Paulo, anataja huduma 3: mhubiri, maanisha mwinjilisti, mtume, alafu na mwalimu wa mataifa. Sio mwalimu wa Wayahudi, mwalimu wa mataifa. Kwa alikuwa very specific. Kwa ni muhimu sana kujitambua wewe ni nani. Mungu ameweka nini ndani yako. Watu waliofanikiwa kwenye huduma ni wale wanaojitambua wameitiwa nini, na anatafuta penye katika kile alichoitiwa. Nilikuwa namsikiliza wakati wa uamsho wa uponyaji kule Marekani mwaka 47 mpaka kwenye 58. Kulikuwa na wainjilisti wengi waliinuliwa. Mmoja anakadiria kwa wainjilisti kama 300 hivi. Kwa hiyo kulikuwa na wainjilisti vinara ambao mikutano yao ilikuwa sio ya kawaida. Mmoja wapo hao wainjilisti alikuwa anaitwa William Branham. Sio huyo ambaye nilikuwa nataka nianzie na huyo. William Branham alikuwa ni nabii. Mmoja wapo wa wainjilisti ambao walikuwa vinara miaka hiyo. Lakini yeye huduma yake hasa alikuwa ni prophet. Na Mungu alimpa ishara kwamba atakuwa na huduma ya uponyaji, lakini pia atapewa neema ya kujua siri za mioyo ya watu. Alikuwa na uwezo wa kujua hata namba za simu
za huyu mgonjwa aliyesimama, anapewa namba yako ya simu ni hii, dhambi zake za siri ni hizi. Kwa alikuwa na macho makali sana ya kuona. Lakini kulikuwa na mwinjilisti mwingine alikuwa anaitwa A.A. Allen. Kirefu chake Asa Alonzo Allen. Sasa wakati Mungu anamuita, Mungu alimuitia kwenye huduma ya uinjilisti. Lakini alianza kama mchungaji. Na siku moja mwaka 49 akahudhuria mkutano mkubwa pale Dallas, Texas, Marekani wa mwinjilisti Oral Roberts. Na Mungu akawa anamtumia kwa upako mkubwa, wagonjwa wanaponywa, watu wanafunguliwa. Oral Roberts alikuwa na uwezo, akimwekea mgonjwa anajua pepo wangapi wako ndani na ni aina gani ya pepo. Wenye pepo alikuwa anatoka kirahisi. Miaka nyuma nawahi kumsikia mtu anasema mimi sitemeagi mapepo mara mbili. Yeye ni mkemeo mmoja tu, amemaliza kazi. Sasa kuna watu wana karama, na mwingine ili pepo atoke inabidi ukemee kurudi. Ndio pepo wanakuja kutoka. Sasa huyu alikuwa na karama ya kupambanua roho. Anaona pepo walioko ndani ni aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa huyu Asa Alonzo Allen alikuwa na tamani, anasema sioni ile miujiza ambayo Mungu ameahidi. Alipohudhuria mkutano wa Oral Roberts, pale wakati anafanya miujiza, Oral Roberts akawa anasikia sauti, na wewe unaweza kufanya. Na wewe unaweza kufanya. Akaenda kanisani kwake, akamwambia anatakiwa aanze kufanya mkutano. Watu wa kanisa wakawa wako tayari kumpa ushirikiano. Akawapa barua ya kujiuzuru kama mimi na jiuzuru, naanza kazi ya uinjilisti. Na kwenye kazi ya uinjilisti huko ndio huyu A.A. Allen ndio alikofanikiwa sana. Kuna wakati alikuwa amefunga, alafu mke wake mchana wakati anapika chakula akanukia, akamwambia mke wangu nikumbuke kwenye ufalme, akafungulie. Afungu akasema naye. Baadaye ikabidi amfungie tena. Alifunga kama siku 40. Baada hapo ndio akaanza kuombea wagonjwa wanapona. Kuna mtoto aliletwa kwenye mkutano, alikuwa kipofu jicho moja, bubu, kiziwi na amepooza. Ana miaka 3 atembei. Akamshika mkononi. Alipoanza kuomba, macho hapo yakaota mapya. Akamweka chini, akaanza kutembea. Na akaita mama kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kufanikiwa katika uwezo, kufanikiwa kwenye huduma kama unafanya kijumla jumla, inabidi uwe specific. Ufanye vitu maalum ulivyoitiwa. Mchungaji una mambo mengi, una mambo ya administration na nini, lakini umeitiwa nini kama mchungaji? Kama ni mchungaji tofauti ambao una kitu tofauti. Kwa hiyo huwezi kufanikiwa katika huduma ambayo una uhakika nayo. Inabidi uwe na uhakika umeitiwa nini na ufanye kile ulichoitiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeitiwa kwenye huduma ya uponyaji. Nimeitiwa kwenye huduma ya ualimu. Huduma ya kwanza niliyojua kama nimeitiwa ilikuwa ni ya ualimu. Kwa tunasoma na mchungaji Askofu Lugano pale chuo kikuu. Na baadaye Mungu akasema na mimi kwamba sijakuita tu kuwa
mwalimu, nimekuita pia kuwa mwinjilisti. Lakini nikawa na mashaka na hiyo huduma ya uinjilisti. Nikiwa chuo kikuu, maana nilikuwa nimesomea ualimu, nikaenda kuijaribisha hiyo huduma ya uinjilisti, kuandaa mkutano pale Loleza. Kama hapa nilikuwa darasa kwa kubwa, wanafunzi wakajaa. Mwenzangu tuliokuwa naye alikuwa mzuri wa sifa, akaongoza sifa, mimi nikahubiri. Nilipohubiri wakaokoa wanafunzi kama 25 26. Baada ya mahubiri yangu nilipoita watu wakaokoka. Tukaenda DSA, nikahubiri. Kulikuwa kuna mwanaume aliyeokoka, wakaokoka watu 8 wakiwemo na wanaume. Tukaenda Mbeya Technical College ambacho ni chuo kikuu sasa hivi. Waliohudhuria walikuwa wachache, wakaokoka watu 5. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na siku moja wakati nikiwa mwalimu, nilikuwa nafundisha Kiingereza. Naingia kwenye darasa la kwanza, nikasikia kaupako kale baada ya kufundisha kakuhubiri, nikahubiri. Nikaenda darasa lingine nako nimemaliza kufundisha, nikahubiri, wakaokoka wanafunzi kadhaa. Katika muda wa masaa mawili wakaokoka wanafunzi 25. Nilikuwa nafundisha taasisi ya elimu ya watu wazima. Nako nilipoenda kuhubiri, nikasikia kale kaupako wa kuhubiri, bado kapo. Nikahubiri, wakaokoka wanafunzi 8. Amen. 8 ongeza 25, tunapata watu 33. Njiani Mungu akaanza kunisemesha, akasema nimefanya haya ili ujue kwamba kuna neema kwenye hii huduma. Kwa hiyo wakati mwingine nakumbuka nilipokuwa Mungu ananiambia kwamba kuna huduma ya uinjilisti, pindi kile baadhi ya wainjilisti ambao walikuwa vinara kama kina Moses Krola. Sikiangalia na jinsi mzee Moses Krola alikuwa anahubiri hiyo. Si lazima useme hiyo, ili kila mtu ana upekee wake. Amen. Kwa hiyo tembea kwenye upekee wa karama zilizoko ndani yako. Huko ndio mafanikio yako yaliko mbele. Wapo wainjilisti ambao wanalazimishwa kuchunga makanisa. Na wanakuta kama mafanikio yao yanasuasua. Kwa sababu kwa hiyo kila Jumapili mwingine unaomba na wakusanya tena, maana mwinjilisti mkusanyaji. Kwa hiyo kila kisimama na wakusanya wale waliokusanya tayari. Kwa hiyo ni muhimu sana kufanya kitu sahihi mahali sahihi kwa wakati sahihi. Kwa hiyo mafanikio yanaanzia na kujua kusudi. Kwa nini uko hapa duniani? Kuna sababu. Na lile kusudi ndio linalobeba karama mbalimbali. Hebu nisome maandiko. Timotheo wa pili mstari wa 9 na mstari wa 11. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 9 na mstari wa 11. Ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadri ya makusudi yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele. Kwa hiyo Mungu alituokoa kwa makusudi. Kuna sababu inayokufanya Mungu akuokoe wewe. Sasa kwa sababu tumeokolewa kwa makusudi, Paulo yeye mstari wa 11 unasema, ambayo kwa ajili ya hiyo na aliwekwa niwe mhubiri na mtume na mwalimu. Hii inafanana na ile tuliyoiona kwenye Timotheo wa kwanza 2:7. Anapotaja mwalimu kule anataja mwalimu wa mataifa. Na kwa
specific. Kwa hiyo sababu ya kuwepo duniani ndio inayofanya uwe na karama za aina fulani, uwe na huduma za aina fulani. Kwa hiyo ni muhimu sana sana kujua specifically kwamba Mungu amekuitia nini. Kwa hiyo hii pia purpose, kusudi, inafuatiwa na P ya presence. Uwepo wa Mungu ndio nao kufanya nisikie sauti yake na ujue umeitiwa nini, na ujue karama zilizoko ndani yako ni zipi. Wakati mwingine karama na vipawa sio kimoja. Kuna karama kadhaa. Katika ile orodha ya karama mbalimbali ziko kama 21. Kuna zile huduma 5, mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji, walimu. Lakini karama za huduma pia ziko zaidi ya hizo. Kuna huduma ya masaidiano, karama ya masaidiano, karama ya ukarimu, karama ya utoaji, karama ya kutoa pepo. Wapo watu wengine wana neema kwenye kutoa pepo, kama huyu ambaye anasema kwamba yeye akemea hii mara mbili. Ni karama hizo. Kuna karama ya rehema kwa ajili ya wahitaji, wale yatima na kadhalika, kama Dorcas aliyokuwa nayo. Kwa hiyo ni muhimu sana sana kujua hizi karama mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 2002 nilianza kujiwa na mashairi yananijia, mashairi ya Kiingereza. Kwa hiyo nikaanza kuandika. Na sasa hivi na kitabu nataka kutoa, inaitwa Poems of Encouragement by Prosper Ntepe. Sababu mengi mashairi yaliyomo mle ni ya kutia moyo. Kwa vipawa vipo, sio tu vya kiroho, hata mambo mengine kama hayo unaweza kupewa neema. Kuna kitu kinaitwa Kiingereza discovery for recovery. What you discover, you recover. Kile unachokigundua, ugunduzi kwa ajili ya urudisho. Ili urejeshe vile ambavyo vya kwako, inabidi ugundue. Na adui mkubwa wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Usipojigundua wewe ni nani. Kuna muono wa aina 3. Jinsi unavyojiona mwenyewe. Muono wa pili, jinsi watu wanavyokuona. Muono wa 3, jinsi Mungu anavyokuona. Sasa usijione kama unavyojiona, jione kama Mungu anavyokuona. Amen. Ndio utafanikiwa kwenye maisha ya huduma. Sasa sijajua kama tuko pamoja. Na kufanikiwa katika huduma sio swala la kujilinganisha na watu wengine. Wamefanya nini? Na mmoja anasema success is not a comparison of what we have done and what others have done. So wakati mwingine vijilinganisha na watu wengine, unaweza kujiona wewe si chochote. Na neema zinatofautiana. Hata talanta katika Mathayo 25:15, mmoja alipewa talanta 5, mwingine 2, mwingine 1. Alafu anasema kila mtu kwa kadri ya uwezo wake. Ile neno uwezo, neno la Kigiriki dunamis. Dunamis maana yake nguvu ya kufanya kile ulichoitiwa. Dunamis maana yake pia nguvu ya kufanya miujiza. Maana nyingine ya dunamis ni ufanisi. Efficiency. Ufanisi maana yake kitu kinafanya kazi vizuri na kinaleta matokeo. Kama kiwanda kinatakiwa kuzalisha tani 100. Kama kinazalisha tani 1, hakuna ufanisi kwenye uzalishaji.
Kwa hiyo ni muhimu sana sana kufanikiwa kwako usijilinganishe na mtu mwingine. Kila mtu ni wa kipekee. Wapo watumishi hapa Tanzania kama mtumishi wa Mungu Christopher Mwakasege, ni mwalimu. Lakini katika huduma ya Christopher Mwakasege watu wanaookoka ni wengi kuliko baadhi ya wainjilisti tulionao Tanzania. Na kwa nini ana mafanikio ya watu wengi kuokoka? Kwa sababu ana neema. Ameitiwa walimu, lakini pia ile neema ya Mungu, wale wanaokuja wengine hawajamjua Bwana wanapata nafasi ya kumjua Bwana. Wakati ukiwalinganisha watumishi wa Mungu na neema ziko tofauti tofauti. Bwana mwangalia kabla hajafariki TB Joshua alikuwa na neema yake kwenye huduma yake ya kinabii, ponyaji, kuwafungua watu. So kimlinganisha na watumishi wengine ambao ni walimu, Mungu kamaona TB Joshua si chochote. Mimi kwa simfurahii sana wakati anapofundisha. Mimi na huduma ya walimu nafurahia wale ambao wanazama kwenye kufukua vitu. Lakini kila mtu ni wa kipekee. Na wewe uliyeko hapa ni wa kipekee. Kuna karama za kipekee ndani yako. Na katika hizo karama ambazo zinakufanya uwe pekee, huko ndiko ambako mafanikio yako yalipo. Amen. Naenda namba 3. Unaweza kuponya magonjwa yasiyo na tiba kama ukimwi kwa njia ya mafundisho na kuinua imani ya wagonjwa. Unaweza kuponya magonjwa yasiyo na tiba kama ukimwi kwa njia ya fundisha neno na kuinua imani. Bwana Yesu asifiwe. Katika eneo moja hapo ambao tumeona neema ya Mungu kwenye huduma yetu ni kuwaona wenye ukimwi wakipona. Bwana Yesu asifiwe. Hata ofisini mtu akija, tuko na mke wangu anakuja kwenye ukimwi, anasema muone prosper. Sababu na neema kwenye hilo eneo. Na wengine sio tu kupona kwa njia tu ya kuombewa, lakini kuwafundisha neno, kuinua imani. Sio, unanielewa? Tuangalie kwanza kwenye Luka 5:15 na Luka 6:17. Luka 5:15 alafu Luka 6:17. Luka 5:15 Biblia inasema, lakini habari zake zikazidi kuenea, wakakutanika makutano mengi wamsikilize na kuponywa magonjwa yao. Wamsikilize na kuponywa magonjwa yao. Kuna watu wengine ili waponywe magonjwa yao inabidi wakusikilize. Wakati Mungu anaanza kujifundisha kuwasaidia wenye ukimwi ili wapone, aliniambia usifanye haraka kuwawekea mikono wenye ukimwi. Na nikaelewa kwamba inabidi kuwa na muda wa kuinua imani. Sababu kuna mwingine ameathirika kwenye mwili, lakini hata akili nayo imeathirika. Kuna mmoja akipiga simu, anasema mchungaji, umemsahau yule mwathirika.